Hii ni taarifa ya jeshi la polisi kutokea kule mkoa wa Mwanza ambapo takriban watu 172 wamepandishwa kizimbani katika mahakama ya hakimu mkazi wilaya ya Nyamanga mkoa wa Mwanza na kusomewa mashtaka kadhaa yakiwemo kuharibu mali, kuchoma moto na unyang'anyi wa kutumia silaha. Watu hao wanadaiwa kutenda makosa hayo kati ya Oktoba 29 na 30 mwaka huu. Washtaki hao wamefikishwa mahakamani leo Novemba 7, 2025 chini ya ulinzi mkali wa jeshi la polisi na kusomewa mashtaka yanayokabili kwa nyakati tofauti na kwa makundi kulingana na maeneo wanaodaiwa kutenda makosa hayo. Akisoma shtaka mbele ya hakimu mkazi mfawidhi Raura Shehadilo, kiongozi wa jopo la waendesha mashtaka wa serikali Jaines Kihwelo akisaidiana na Helen Mabura na Sala Heperiasi amesema shtaka hilo linalokabili kundi la kwanza linadaiwa kutenda kosa la unyang'anyi wa kutumia silaha kinyume na kifungu cha 27A cha sheria ya kanuni ya adhabu sura ya 16 marejeo ya mwaka 2023, kosa wanalodaiwa kulitenda Oktoba 30 mwaka huu. Aidha, mwendesha mashtaka huyo wa serikali amesema kwa nyakati tofauti watuhumiwa hao wakishirikiana na watu wengine ambao bado hawajakamatwa wanashtakiwa kwa kosa la kuharibu mali kwa makusudi kinyume na kifungu cha 326 cha kwanza cha kanuni ya adhabu sura ya 16 marekebisho mwaka 2023, kufanya fujo kinyume na kifungu cha 7 cha kwanza na cha pili cha 76 na 37 cha kanuni ya adhabu sura ya 16 marejeo ya mwaka 2023. Kosa lingine linalowakabili washtakiwa hao ni kuharibu mali, kosa wanalodaiwa kulitenda kinyume na kifungu cha 326 cha kwanza na cha kanuni cha adhabu sura ya 16 marejeo ya mwaka 2023, kuchoma moto mali kinyume na kifungu cha 319A na B cha sheria ya kanuni ya adhabu sura ya 16 marejeo ya mwaka 2023, kufanya maandamano bila kibali kinyume na kifungu cha 71 cha kwanza na cha pili, lakini 76 na 37 cha kanuni ya adhabu sura ya 16 marejeo ya mwaka 2023. Washtakiwa wote wamekana kutenda makosa hayo. Pia wamekosa dhamana kutokana na sehemu ya makosa yanayowakabili kutodhaminika, na waheshimiwa mahakimu kwa nyakati tofauti wameelekeza washtakiwa hao kurudishwa rumande hadi kesi hiyo itakapoitwa mahakamani hapo kwa ajili ya kutajwa Novemba 17, 19 na 20 mwaka huu. Upande wa utetezi katika shauri hilo unawataka kesi hiyo iweze kuendelea mpaka hivi sasa.